Usambara Mountain TV, furaha yetu daima. Naam, mtazamaji wa UMTV, baada ya mapumziko mafupi tumerudi tena na kipindi hewani ni Malkia Lounge kutoka hapa UMTV. Of course kwa mwaka 2026 hiki kipindi ndio kimekuwa launched kwa mara ya kwanza kuanza kuonekana hapa kupitia UMTV, lakini pia baraka iliyokuwa nzuri kabisa, tumepata wageni kutoka maeneo mbalimbali, mataasisi mbalimbali za kiserikali, lakini pia tuko na moja kati ya wawakilishi wa wananchi ambaye ni mwanadada hapa. Yeye anatokea pale kata ya Nguli, lakini pia ni mjasiria mali, lakini bila kuwasahau washirika wetu wakubwa ni Youth Peacemakers, wanafahamika kwa jina pia la kifupi, ukipita hapa Lushoto kwa ufupi sana wanafahamika kama YPM. Hawa ndo wameshika dau leo, ama tunaweza kusema ndo wadhamini wetu wakuu wa kipindi hiki hapa cha Malkia Lounge, na wametuletea hiki ambacho tunakiona kwa siku hii ya leo. Tukawa na ugeni huu hapa ambao tuko nao studioni. Tumerejea na kama ilivyo ada tunaendelea na yale ambayo tulikuwa tukiyazungumza tangia mwanzo. Ukiwa kama mtaalamu wa maendeleo ya jamii, labda utupitishe kwamba utueleze kwamba ni vikwazo gani vikuu ambavyo vinawazuia wanawake Lushoto kushiriki kikamilifu katika soko la ajira. Tunafahamu soko la ajira limekuwa likipigiwa chapuo kwa makundi yote ama jinsia zote kujihusisha, lakini kuna notion ambayo kama inajengeka kama kuna namna wanajivuta nyuma wanawake wao wenyewe pasi na kuwepo kwa bureaucracy zozote. Labda utuambie sasa wewe kama mtaalamu, changamoto haswa nini? Asante mtangazaji. Nitaelezea kwa pointi kama 6. Nikianza na pointi ya kwanza, kuna ule utamaduni wa mfumo dume na mila na desturi. Tangia hapo awali kwamba mwanamke ameandaliwa kama ni mama wa nyumbani. Wanasema kama ni chombo cha starehe. Kwa hiyo tumeangalia hata kwenye baadhi ya maandiko, wanasema mwanamke haruhusiwi kufanya kazi za kutoka nje ya eneo la nyumbani pale. Yaani mwanamke kazi yake kubwa ni kuzaa, kulea familia na kadhalika. Kwa hiyo mfumo, kwa sababu tumeurithi huko nyuma, na bado wanawake wengi walikosa fursa za kuingia kwenye ajira mbalimbali za kuweza kujipatia kipato, wakitegemea kwamba mzazi, kwa maana mwenza, ndiye anakuwa ni mtafutaji, mwanamke anakaa tu kupokea, kuzaa na kulea familia. Na zile shughuli za nyumbani nyingi ambazo hazina kipato moja kwa moja kwa familia ndio amekuwa mwelekezea kwa mwanamke. Kwa mfano ukiangalia kazi ya kuzaa, kazi ya kupika, kuchota maji, kufagia, kuhudumia mifugo na kadhalika, zile kazi ambazo hazina kipato ndio wamemwelekezea mwanamke kama mwanamke. Tukija cha pili ni kiwango cha elimu au elimu duni, kwa sababu mwanamke alionekana kama ni chombo cha starehe. Hata ile kumpeleka shule mwanamke bado ilikuwa ni tatizo kubwa. Kabla ya kuanza hizo shule za kata, wanawake walikuwa bado wako chini sana kielimu. Ndio maana hata fursa za ajira zilikuwa zikitangazwa, ukiangalia rate ya wanaoomba zile nafasi, wanawake walikuwa ni wachache sana kwa sababu ya mazingira ambayo yalikuwa maandaliwa hapo awali. Tukija kingine ni ile hali ya upatikanaji wa rasilimali za kiuchumi. Kwa mfano, kuna mkopo unatolewa na benki. Sawa? Baadhi ya dini zinasema kwamba mkopo wenye riba hauruhusiwi. Ukiona masharti ya benki unasema ukitaka kukopa uwe na collateral, uwe na dhamana. Mwanamke ana nyumba ataipata wapi? Mwanamke hana gari, kwa hiyo hana asset ya kwenda kuiwekea dhamana kupata mkopo kwa ajili ya kuendeshea biashara na kadhalika. Kwa hiyo vitu kama hivyo vimeendelea kumfanya mwanamke aendelee kuwa nyuma kimaendeleo. Tukija kingine ni ule mgawanyo wa majukumu ya kifamilia ambao nimeelezea hapo mwanzo kabisa, zile shughuli ambazo ni za kifamilia ambazo hazina maslahi moja kwa moja kwa uchumi wa mwanamke, ndio wamekuwa kielekeza kwake. Amke asubuhi, akachote maji, aandae mtoto, ampeleke shule, arudi, aandae chakula cha mchana, arudi, amtengee baba maji ya kuoga na kadhalika. Kwa hiyo mwanamke kama mwanamke anakuwa hawezi kwenda kujitafutia kwa ajili ya kukuza uchumi wa familia na kadhalika. Lingine ni ukosefu wa fursa za ajira vijijini. Kama tunavyojua Lushoto kama Lushoto, viwanda ni kama hakuna, mashamba makubwa ni kama hakuna, ofisi kwa maana taasisi nyingi unakuta hakuna. Kwa hiyo shughuli kubwa ukiangalia kwa mazingira yetu ya Lushoto ni shughuli za kilimo. Tena sio kile kilimo kikubwa, kile kilimo cha kawaida cha kulima na kupata chakula cha kusogeza maisha ya familia. Kwa hiyo bado inaelekea kuwa ni kikwazo kwa wanawake. Na kingine tunaangalia kwenye upande wa miundombinu, hasa barabara na umeme. Kwa sababu ili uweze kuzalisha vizuri lazima uwe na umeme. Sawa? Ukishazalisha vizuri lazima upate barabara nzuri ya kufikishia mazao yako, na uwe na soko la uhakika. Kwa hiyo tukiangalia mazingira yetu ya Lushoto, milima na mabonde, bila cha mvua kama hiki, mtu analima karoti, matango kwenye mabonde kule, watumia kuyavuna, kuyapanisha barabarani, nayo kazi nyingine. Hakuna viwanda vile vya kusindika yale mazao angalau yakae muda mrefu yakisubiri kwenda sokoni.
Kwa hiyo wakati mwingine hata wakivuna sana bado inaelekea yale yanaharibika kabla hajaingia sokoni. Ndio vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa kifupi niseme kwamba na kingine labda ni ule upatikanaji wa taarifa za hali halisi ya masoko, ule mtandao bado ni mdogo. Kwa hiyo yule wanawake wa kule kijijini ndani kata ya Mlalo kule kata za mwisho kabisa kule kupata taarifa za masoko inakuwa nao ni vigumu kidogo. Asante. Sawa, kwa ufafanuzi wako huo naona kama swala la geographical location pia ile swala zima la kijiografia pia linaweza likawa ni kikwazo kwa wanawake wa hapa Lushoto, tukizungumzia ni kwenye kushiriki kamilifu katika soko la ajira, kwa sababu nizungumzia swala la taarifa. Taarifa pia inawezekana inachelewa kufika kutokana na ukubwa ama umbali wa maeneo. Ya, asante mtangazaji. Ya, taarifa inachelewa kufika kwa scenario kama tatu. Cha kwanza kabisa inakuwa ni ule umbali kutoka labda makao makuu ya halmashauri, makao makuu ya kata, makao makuu ya kata kwenda makao makuu ya kijiji na kijiji kwenda kwenye kitongoji. Kama tunavyojua vitongoji viko very scattered. Yes. Kwa hiyo wanawake wa kule ndani kabisa kwenye uzalishaji kwenye vitongoji kule kupata taarifa za masoko watu wengine inakuwa ni shida. Sawa, shukrani sana afisa maendeleo ya jamii. Of course umetoa ufafanuzi mzuri sana. Mimi naamini kwamba kuna mwanga ambaye mtazamaji wetu anaupata, lakini pasina shaka pia Malkia ambaye uko nyumbani unatizama wakati huu, sambamba kabisa pia na Malkia ambao tuko nao hapa ndani, sambamba na mtangazaji wetu pia Batuli, pasina shaka kuna mwanga na wewe pia unaupata. Sasa hivi unaenda kutengeneza kutoka kwenye Malkia, basi unaenda kuwa balozi mzuri kwa ajili ya wanawake, ili kuondoa pengine hivi vikwazo ambavyo vipo kwa wanawake kushiriki katika soko la ajira kikamilifu. Batuli, labda una chochote cha kugusia kutoka kwa afisa maendeleo ya jamii, kutaka kufahamu labda kwa kina namna ambavyo wanawake sana wanaweza wakashiriki kikamilifu labda pengine? Mimi nadhani imetosheleza, ila tu swali langu ni kwamba kama ulivyosema kwamba jiografia hali ya Lushoto ilivyo, kuhusu miundombinu labda ya barabara au mawasiliano, ni program zipi labda mmezianzisha kwa dawati la jinsia ambazo zinafikia kule kijijini kuelimisha jamii kuhusu kuripoti yale matukio ya ukatili wa kijinsia? Asante ndugu mtangazaji. Kwa halmashauri yetu ya Lushoto tuna hizo kata 33, na katika hizo kata 33 naamini zote zina watendaji wa kata, yani kwa maana ya polisi kata. Anaweza akawa mwenye cheo kama cha kwangu au cha chini yangu, lakini yuko kule katani. Kwa hiyo hao wote ni miongoni mwa wale ambao tunatoa elimu kwa jamii husika ya kule waliko kuhusiana na masuala yote ya ukatili na namna gani wanaweza wakatoa taarifa ili aweze kupata msaada. Kwa hiyo elimu inaendelea ili wale wanakijiji wawe aware na matukio ya kikatili. Ikitokea amefanyiwa matukio ya kikatili, ni wapi ambako anaweza akatoa taarifa yake ikapokelewa na akapata msaada zaidi. Kwa hiyo wapo kule wanaendelea kutoa elimu kwa kuanzia ngazi ya wakaguzi kata mpaka wale wa vyeo vya kawaida, wapo katika kata zetu. Okay. Sawa, umetoa ufafanuzi mzuri sana, lakini hapo tuendelee na wewe kwa ajili ya kuendelea kutupa ufafanuzi wa kina. Kuna matukio ambayo huwa yanatokea, na tunajua jamii zetu zipo katika maeneo mbalimbali. Tuna maeneo ya kielimu ambayo tunazungumzia shule, vyuo, lakini tuna hizi taasisi za kijamii, mfano majumbani, katika makoo zetu hizi ambazo tunaishi, lakini pia na maeneo mengine mbalimbali ikiwemo katika pia hata ofisi za umma. Kwa Lushoto, nyinyi kama watu wa dawati la jinsia ambao ndio mmekuwa ni kimbilio kubwa sana la hawa victim wa haya masuala ya ukatili, matukio mengi yanaripotiwa kutoka katika maeneo gani? Ni majumbani ama mashuleni ama katika hizo ofisi za umma? Kwa wilaya yetu ya Lushoto, matukio mengi ambayo yanakuwa yanaripotiwa katika vituo vyetu vya polisi, mengi yanatokea majumbani na machache sana shuleni, hasa hizi shule za msingi. Kwa wale ambao pengine yeye aliona mwenzake akimlawiti mtu fulani, kwa hiyo naye anataka kujaribu kwa mwenzake, lakini matukio mengi sana ni ya nyumbani. Yaani ukatili mwingi sana unatokea nyumbani. Sawa. Na jitihada zipo ambazo zinaendelea kufanyika kwa ajili ya kupunguza pengine matukio kama mlivyoweza kupunguza katika haya maeneo mengine. Jitihada gani zinafanyika kwa ajili ya kupunguza ukatili ambao unatokea katika maeneo ya majumbani? Kama ambavyo nimesema awali, jitihada ambazo tunafanya ni kutoa elimu ili mtu ajue kwamba nikifanywa hiki nimefanywa ukatili. Na nikifanywa ukatili basi nikaripoti wapi ili niweze kupata haki yangu. Kwa
Kwa hiyo bado tunaendelea na kutoa elimu kwa wananchi, hasa wale wa ndani huko kijijini huko, ili naye awe aware kwamba kumbe hiki ni kitendo si sahihi. Lakini huko nyuma kulikuwa kuna hizo rabsha zinatokea, lakini wengi walikuwa wanakaa kama familia. Maana tunavyosema kwamba matukio mengi yanatokea majumbani, ni unakuta familia, labda mtoto wa baba mdogo na baba mkubwa, mtoto wa shangazi pengine na mama mdogo, wanakuwa wanafanyana hivyo vitendo. Hapo awali ilikuwa ni wanakaa kama familia, kwamba familia ya mjomba itamlipa familia ya shangazi pengine kuyamaliza, kwamba ukinipa mbuzi, ukinipa 200,000 300,000 tunaiua. Lakini unavyoua vile unamkosesha haki yake yule aliyetendewa kile kitendo. Kwa hiyo bado tunaendelea kupambana na kutoa elimu ili wasiwe wanafanya vitu vya namna hiyo. Hata kama imetokea kwa ndugu, mwache yule ndugu akapate adhabu yake inayostahili. Haya ni ndugu, bado yuko pale kwenye familia. Leo amemfanyia huyu, mtakaa mtazungumza, yataisha. Si ataona hata nikifanya kwa fulani na ninyi tutazungumza, yataisha. Kwa labda ndugu mtangazaji, nitoe rai pia kwa familia. Yaani kitendo chochote kinachofanyika ndani ya familia cha ukatili, tafadhali msimalizane. Hapa sina shaka unaweza ukatuambia kwamba labda pengine wewe unaishi kule katika jamii, yapo mambo ambayo yanatokea. Kuna watu ambao wanafanyiwa wakati mwingine ukatili, lakini hawaendi kutoa taarifa zile kuhusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia. Hebu tugusie labda ni nini haswa ambacho kinawafanya hawa mabinti wengi ambao wanakuwa hususan wamekutana na huu ukatili wanaogopa kwenda kutoa zile taarifa katika maeneo kama vituo vya polisi, ama kuja kuonana na wataalamu hawa wa maendeleo ya jamii pamoja na wataalamu wa afya? Nashukuru. Wapo nawaona baadhi ya wasichana wanafanywa ukatili. Sasa kwa tamaduni zetu na mila zetu, mwingine anaona ni fedheha kwenda kutangaza kwamba nimefanywa ukatili wa kijinsia, nimefanywa kitendo hiki, alofia atasemwa, atazomewa kwamba nimefanywa ukatili. Ni labda kutoka dawati la jinsia yeye atatueleza, kwa sababu naye pia ni mmoja kati ya watu ambao wanaishi sasa katika haya mazingira, tayari amesha cope na zile tamaduni, pasina shaka umezifahamu. Tupate ufafanuzi kutoka kwako. Kama alivyoongea mwakilishi wa awali hapo, kwa Lushoto, kitu ambacho nimekumbana nacho au changamoto ambayo nimekutana nayo, watu hawako tayari. Yaani hayuko tayari kutoa ushirikiano, hayuko tayari kuripoti kile ambacho amefanyiwa. Yaani hata ikitokea ameripoti, yaani kumpata yule ambaye atasimama kwamba ni kweli nimefanyiwa, ni kweli hivi. Yaani kwenye kutoa ushahidi inakuwa ni changamoto. Kwa wakati mwingine kesi zetu zinashindwa mahakamani kwa sababu tu hakuna yule ambaye yuko tayari kuja kutoa ushahidi. Yaani hata kama ameona sio rahisi. Yaani sio rahisi kuja kutoa ushahidi kwa hiari yake. Sio rahisi. Na nyakati hizo je, mnakuwa mnawapa ushirikiano wa 100% kabisa? Lakini bado anaona kama vile, yaani sijajua yani jamii imelelewaje au wale watu wamekuaje. Yeah. Inawezekana tu kesi iko vizuri kabisa, imenyoka. Leo hii unamchukua mtuhumiwa unamwambia kwa sababu tu, yani na hii kukosa nyumba salama wakati mwingine inatugharimu, kwa sababu inabidi umrudishe tena victim kule nyumbani. Akisharudi nyumbani kuna vitu anafundishwa, yani kuna vitu anabadilishwa, kila alichokiongea mwanzoni anavyofikishwa mahakamani kwenda kutoa ushahidi ni anabadilika. Yani anakuwa sio yule. Sawa. Kwa hiyo kuna kitu anakuwa amefundishwa tofauti na kile ambacho amekuja kukitoa. Kuna scenario moja ilitokea kwamba amerudi nyumbani akaeleza kule alichokieleza, mwisho wa siku yule mtoto akapigwa. Kwa unategemea akishapigwa akirudi tena mahakamani anaweza kueleza vile ambavyo alieleza? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Yaani tukiangalia kwa kina hizi wilaya za pembeni kidogo, hizo jitenga hizi. Yeah. Unakuta makabila makubwa, kwa mfano hapa unakuta ni Wasambaa, Wambugu, Wapare na wengine kidogo. Yeah. Kwa hiyo kiuhalisia unakuta wengi ni mandugu. Mtoto wa baba mdogo, baba mkubwa, mjomba, shangazi. Kwa mtu anawaza mtoto wa Hamisi, mjomba, kamfanyia ukatili mtoto wa Selemani, binamu. Tukienda mahakamani na kuwaje? Kwanza akihukumiwa kule mahakamani, mahusiano ya zile koo au zile kaya au zile familia yanakuwa yamepotea kabisa. Kwa ndio maana unaona wanalindana kwa namna hiyo. Ndio maana hata kesi za mimba zile ukifuatilia za wanafunzi, kama unajaribu kuzifuatilia kikubwa unakuta ni mandugu.
inafikia mahali sasa mtu anasingizia siji alikuja mtu kuchuma machungwa, siji mgogo, siji nani kuchuma machungwa, siji mkatakatani akanipa ujauzito. Wewe ukifuatilia kiundani kabisa unakuta ni ndugu wale wale. Sasa ndugu atapelekana mahakamani, ndio shida inaanzia hapo. Sawa. Mtaalamu hapo ametoka kuzungumza kitu, amenikumbusha moja kati ya vitu ambavyo vipo, anasema tunaogopa tishe kome ndugu. Tusije tukaja tukaua ule undugu ambao upo, na ni kitu ambacho inaonekana wazi. Hiyo ni moja kati ya changamoto pasina shaka ambayo mnakutana nao, masuala yale ya undugu ambao upo katika hizi jamii zetu, kwa sababu ukiangalia Wasambaa na Wapare unaangalia ni kama watu wamoja, ukiangalia Msambaa na Mbugu pia ukiangalia ni kama mtu mmoja. Kwa hiyo kuna changamoto kama hizo. Turejee sasa kwa mtaalamu wa afya ambaye tutaenda kumuuliza sasa swali ambalo ni swali letu kwake, litakuwa ni swali letu la 4 ambalo tutaenda kumuuliza kwake. Pasina shaka Malkia Batuli atapata nafasi ya kuuliza hili swali ili aweze kutupa ufafanuzi zaidi. Asante sana mtangazaji mwenzangu Farijala. Mimi swali langu kwa mtoa huduma wa afya ni kwamba kuna rufaa inayopatikana kati ya, yani kwa mfano mtu kapeshapelekwa kaenda kuripoti kituo cha polisi, akaja hospitalini, ana yule mwathirika wa lile tukio anapata rufaa kwenye hospitali yenu ya wilaya. Ndugu mtangazaji, kwa kawaida mtu aliyepata tatizo tunampokea akiwa ametoka polisi na ile PF3 yake. Kwa hiyo tunamtibia, na baada ya hapo akishapona anaenda kufungua mashtaka. Lakini wengine wanaenda, tunarufaa, wanaenda ustawi wa jamii. Kwa hiyo ustawi wa jamii wanaendelea nao kwa hatua zinazofuata. Kuna hii kitu ya PF3. Kuna nyakati anapatikana mtu ambaye amefanyiwa ukatili, lakini ule ukatili inawezekana moja kwa moja umemwathiri tunasema physically, yani moja kwa moja labda ana majeraha, wakati mwingine anatokea matukio kama hayo. Labda kituo cha polisi pamoja na hospitali viko mbali, lakini wakati huo hospitali inawezekana ikawa ni rahisi sana kufika kabla ya kufika kituo cha polisi. Kumekuwa kuna changamoto kidogo. Hii imekaaje? Tuipatie ufafanuzi. Watu wamekuwa baadhi wakilaumu kwamba labda pengine inahitajika kwa lazima ile PF3. Anaweza mtu akapata matibabu huko hospitali pasina kuwa na PF3? Kwenye hilo sina jibu la moja kwa moja. Ndio. Lakini nafikiri mtu wa hospitali atatusaidia kama wanaweza kumpokea mtu wakamtibia pasi kuwa na PF3. Sawa. Kwa sababu wanashauri kwamba kwa yeyote ambaye amepata changamoto anaweza akatibiwa. Si ndio? Anaweza akatibiwa baadaye akapatiwa PF3. Kwa hiyo nafikiri ni dada pale anaweza. Mtaalamu, unatakiwa tufafanulie kuhusiana na hiki ambacho amekizungumza afande hapa. Mgonjwa mmempokea, kituo cha polisi kiko mbali na mgonjwa tunasema na yale majeraha ya physically kabisa, ameathirika ki physically. Hii imekaaje kwenu nyinyi? Mnaweza mkampokea na mkamfanyia matibabu alafu baadaye kwa kupitia taarifa yenu akaenda kupata PF3 polisi? Ndivyo tunavyofanya. Akija mtu kama ameumia sana tunamtibu, alafu baadaye anafuata taratibu za kwenda kufuata PF3. Atumrudishi mtu aliyepata shida nyumbani. Sawa, shukrani sana. Batuli, ulikuwa una swali, ulikuwa unataka kuliuliza pale. Mimi nilikuwa nataka kujazia tu. Wanasemaga kwamba kule mtaani wanaanza kusema na kuogopa, niogope kama kituo cha polisi. Kwa mfano sasa haiwezekani kwamba labda ile dawati la jinsia likapelekwa mahali pengine, so pale kwenye kituo kile cha polisi. Muundo wa sasa hivi kwa mfano vituo vipya vinavyojengwa vya polisi, jengo la dawati linakuwa ndani ya eneo la polisi lakini ni nje kidogo. Yaani kwa mfano kama pale kituoni kwetu, si ndio? Jengo la dawati linaweza likawa pembeni ya wanaofahamu kule kantini kwetu, kwa linaweza ikawa kule kantini. Kwa hiyo yeyote anayekuja kutoa taarifa za ukatili anakuwa hapiti moja kwa moja pale akaonekana labda na watu na nini. Kwa hiyo yani ni majengo yanakuwa yamejengwa pembezoni mwa ile main police station. Kwa hiyo huko zamani, majengo ya zamani yalikuwa kwamba ofisi ya dawati iko ndani ya kituo cha polisi, lakini kwa sasa hivi kadri teknolojia inavyokuwa pia tuna
wakuu wetu wanajaribu kutenganisha kwamba jengo hili litakuwa la kituo, lakini jengo la dawati linajengwa pembezoni kidogo. Na lengo hii ni kwa ajili ya kuhakikisha tu mnaboresha huduma hizi. Yaani jengo tunaboresha huduma, lakini pia ni privacy ya yule ambaye anakuja kutoa taarifa, kwa sababu mtu hawezi kuja kutoa taarifa yake ya ndani hapo akawa anasikilizwa na kila mtu. Na ndio maana kuna wataalamu ambao ni professional kabisa wanaoshughulikia hizo kesi. Ni rudi sasa kwako mtaalamu wa maendeleo ya jamii, maafisa maendeleo ya jamii kutoka hapa halmashauri wilaya ya Lushoto. Tunafahamu tumetoka kuzungumzia zile barriers ambazo zinafanya wanawake washindwe kushiriki kwa ufanisi katika soko la ajira, ambapo hili soko la ajira ndo linasaidia pia kukuza uchumi wa mwanamke. Njoo tuguse sasa hapa, labda kuna programu ambazo zipo zimeanzishwa na halmashauri wilaya ya Lushoto kwa ajili ya kuwasaidia mabinti sambamba na wanawake kuweza kujiingiza moja kwa moja ama kushiriki katika shughuli za kiuchumi. Asante ndugu mtangazaji. Tukitazama halmashauri yetu ya wilaya ya Lushoto, zipo programu mbalimbali ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya kuwezesha wanawake kuweza kujikwamua na umaskini uliokithiri. Cha kwanza kabisa kuna hii programu ya serikali ya mikopo ya 10% kwa maana ile 442. Wanawake 4%, vijana 4, watu wenye ulemavu 2. Kwa mwaka wa fedha 25-26 mpaka mwezi wa pili, halmashauri yetu ya wilaya ya Lushoto imeweza kutoa milioni 200 na kwa vikundi 40 vya wanawake. Na wameweza kuanzisha miradi mbalimbali ya kiuchumi, ufugaji wa kuku, biashara ndogo ndogo, ufugaji wa ng'ombe, wengine nimeona mpaka nguruwe. Miradi yao iko vizuri. Hata ukichika kuna mama wengi pale sokoni pale wamenufaika na hii mitaji. Na tunategemea mpaka ifikapo mwezi wa 6 Juni, mwezi Juni, tutakuwa tumefikisha kutoa roughly milioni 40, milioni 400 kama na 50 hivi kwa item ya kundi la wanawake peke yake. La pili ni programu ya TASAF, japo imefezi out mwezi wa 6, imefezi out mwaka jana, lakini wanufaika wakubwa kwenye ile programu walikuwa ni kundi la wanawake. Kuna wale wanawake walikuwa wamesaulika sana, wanaitwa kaya maskini. Unajua kwa sababu ushasaulika unakuwa mbaki nyuma, unajadondokea kwenye kundi ambao wanaitwa umaskini, tena umaskini uliokithiri, ambapo wanawake kama wameweza kuingizwa kwenye mpango wa TASAF na kuweza kufaidika kupata zile ruzuku za serikali. Na wengi wameanzisha miradi midogo midogo, ufugaji wa mbuzi, ufugaji wa kuku. Na wengine wameanza kutoka kwenye zile nyumba ambazo zilikuwa hazieleweki. Mtu anapewa mradi wa mbuzi, kuku, baadaye anaanza kununua bati na kadhalika, anabadilisha yale mazingira yake kabisa. Japo sio nyumba nzuri sana, lakini nyumba ya Mtanzania wa kawaida wa vijijini kuweza kuishi. Badala ya kuvujiwa anakuwa na nyumba ya bati 10, 15, anaweza kuishi vizuri. Nyingine, kuna fursa nyingine ya mkopo wa riba ya 7% unaotolewa na benki ya NMB, ambapo serikali imepitisha fedha hizo benki kwa riba ya 7% tu kwa wajasiriamali wadogo wadogo, ambao hilo kundi na wanawake wapo. Na sharti kubwa alihitaji collateral kama tulivyoongelea hapo awali. Kikubwa tu anahitajika kwamba ajisajili kwenye mfumo wa wajasiriamali wadogo. Akija idara ya maendeleo ya jamii na ofisi za kata wamepewa taratibu kwa sajili yao. Akishasajiliwa sasa anapeleka maombi yake benki. Anaomba mkopo benki. Benki NMB wanakuja kufanya assessment ya ile shughuli yake. Ile shughuli tu, hamna cha collateral, si hati, si nini, no. Ile shughuli yake tu. Wakiona inakidhi vile vigezo vyao, anakopesheka kwa riba ya 7% tu. Na wanawake wengi sasa hivi wamejielekeza kwenye hayo maeneo. Nyingine ni hivi vikundi vya kuweka hisa, tumezoea kwa vikundi vya vikoba kwa jina maarufu mara nyingi. Japo wengi wapende kuliita kwa sababu vikoba ni mwanzilisho ule wa ile nani, kwa sababu kuna kila mtu anakuja na model yake. Kwa hiyo wanawake wengi wamekuwa wakikutana kwenye hivi vikundi na kuweza kupeana elimu mbalimbali kuhusiana na fursa ambazo wanaweza kuzipata wakiwa kwenye hivi vikundi. Kwa hiyo ukiwa kwenye vikundi hivi vya vikoba, japo wanaweka hisa, lakini inakuwa ni rahisi kuweza kukopesheka kwenye taasisi mbalimbali. Sambamba hilo, kuna baadhi ya mashirika yamekuwa ni wadau wakubwa sana katika kuwasaidia wanawake. Kuna shirika linaloitwa Comfort Tanzania, nafikiri wengi mmelisikia. Lilikuwa linasaidia sana wasichana, watoto wa kike ambao wamekatisha ndoto zao, wakaacha shule na kadhalika. Linawawezesha kwenda kwenye vyuo vya ufundi, vyuo vya kawaida vya ufundi, kwa mfano hizi FDCs, vyuo vya maendeleo ya jamii vya wananchi. Sawa? Na wamekuwa wakiwapatia mitaji kulingana na mahitaji yao. Nimeona wengine walikuwa wanapewa cherehani, wengine wanapewa mtaji wa kufuga kaoshi, wengine ufugaji na kadhalika. Kwa hiyo program kama hizi zimekuwa zimeandaliwa kwa ajili ya kuwasaidia mtoto wa kike aweze kujikwamua kutoka kwenye ile hali ya awali ambayo alikuwa amebaguliwa na kujifikia kwenye hali ambayo sasa anaweza kujitegemea na kujisikia kwamba na mimi na uwezo wa kufanya kama wanavyofanya vijana wa kiume na kadhalika.
Sawa. Mwamko ukoje katika hili ambao umesema kwamba kuna hizo program mbalimbali ambazo zinasaidia wanawake katika masuala mazima ya wao kuingia moja kwa moja katika shughuli za kiuchumi. Umesema kuna vikundi, kwa mfano hapa Lushoto vikundi 40 ambavyo tayari vimeshapata pesa zaidi ya milioni 200, na mkakati ni kufikia Juni kuwe kuna zaidi ya milioni 400 ambazo zimetolewa. Mwinuko ukoje, au kuna nguvu ya ziada ambayo nyinyi mnatumia kwa ajili ya kuhamasisha wanawake, ama ni wanawake wenyewe kutokana na ile elimu ambayo mnaitoa wamekuwa moja kwa moja wakisema kwamba sasa na sisi inabidi tukomboke kutoka huku katika level ambayo tupo twende katika level ya juu? Asante ndugu mtangazaji. Kikubwa kwanza hapa niseme hii elimu tulianza kuitoa mwanzoni 2024-25 na mwamko ulikuwa mdogo sana. Tulikuwa na milioni karibia 300 lakini waliweza kujitokeza, yani kwa makundi yote wanawake, vijana, watu wenye ulemavu walifikia kukopa milioni 150 na basi. Lakini 25-26 tumepata mwamko wa vikundi 281. Katika hiyo vikundi 281 tumepata vikundi vyenye uhitaji wa bilioni 5 point. Na uwezo wetu wa halmashauri kwa mwaka ni kutoa kama milioni kati ya 500 mpaka 800 hivi kwa mwaka mzima. Kwa hiyo tuna database au tuna benki ya vikundi vingi ambavyo vinahitaji hela nyingi ambazo hata ndani ya miaka miwili hataweza kuwapatia. Ndio hapo sasa tunapojiongeza kuunganisha na taasisi nyingine kama vile benki ya NMB na baadhi ya taasisi za kifedha ambazo zina masharti nafuu. Tofauti na zile wasema mikopo umiza, hiyo hapana. Kausha damu, mikopo umiza na kadhalika. Japo watu wa fedha watakiwa kutumia hizo terminology. Sawa. Kwa sababu hapo kwa mujibu wa sheria na kadhalika. Lakini tunaunganisha zile taasisi ambazo zina mrengo wa riba nafuu. Ndio hii serikali ikiingia ubia na NMB. Na hata CRDB nasikia kuna program moja wameanzisha ya riba nafuu kwenye mradi ya ufugaji na kilimo. Nitafuatilia vizuri. Manager wa CRDB alikuwa anatoa elimu juzi. Nao riba na iko 7% kama NMB, japo wamejikita zaidi kwenye kilimo na ufugaji. Kwa hiyo mwitikio wa wanawake bado ni mkubwa sana. Sawa. Hii ni Malkia Lounge, sehemu ambapo mwanamke ambaye uko nyumbani, lakini pia hata wewe ambaye unatutazama nyakati hizi, kuna kitu ambacho kikubwa sana unajifunza. Mimi of course nachukua madini kutoka kwa wataalamu, tuweze mtaalamu wa afya, lakini mwakilishi wa vijana kutoka dawati la jinsia Jeshi la Polisi Tanzania, lakini akihudumu hapa Lushoto, sambamba kabisa na kaka yangu hapa ambaye yeye ametokea pale katika ofisi ya maendeleo ya jamii, naendo akiwa afisa maendeleo ya jamii hapa katika halmashauri ya wilaya Lushoto. Mambo ni mengi na mambo ni mazuri sana ambayo unayapata hapa kupitia UMTV, ambapo tunapatikana kupitia kisimbuzi cha Azam upande wa other channel nambari 016, lakini tuko na Youth Peacemakers ambao wao ndo wamekuwa washika dau hapa kwa siku ya leo. Wamethamini kipindi hiki lakini pia wamekiangazia sana kwa kuangalia huu mwezi Machi. Mimi na utem kama ni mwezi ambao umekaa kwa ajili ya wanawake. Ukiangalia ile siku yao ya kimataifa ya wanawake ipo mwezi Machi, tarehe ya 8 mwezi Machi kila mwaka. Dunia kwa ujumla inafurahia ama inasherehekea siku ya mwanamke duniani, na hii ipo kwa ajili ya kuhakikisha tu mwanamke anapata zile haki zake, lakini pamoja na kumkomboa mwanamke kutoka katika maeneo mbalimbali yale ambayo alikuwa akionekana kwamba hajakombolewa. Mwaka 1975 kwa mara ya kwanza ilianza kusherehekewa kwa kutambulika kidunia. Sawa. Twende sasa kwa dawati la jinsia hapo. Twende tukaguse sasa. Tunasema licha ya kuwepo kwa ulinzi wa kisheria chini ya sheria ya makosa ya kujamiana, Sexual Offenses Special Provision Act, hiyo hatujimention kwamba ni ya mwaka gani, lakini tunafahamu kwamba lazima kila sheria inayokuwepo inakuwa ina mwaka fulani ambayo imewekwa kwa manufaa ya kuwepo kwa uhalisia wa taarifa. Ndio maana imebidi tuiache ikiwa kama hivyo. Manusura wengi bado hawaripoti matukio ya ukatili hapa katika level nyingi za jamii, hususan katika hizi level za chini sana huku katika jamii zetu kabisa, huku ground huku. Unadhani changamoto haswa kubwa ni nini, ukisite mfano kutoka hapa katika wilaya yetu ya Lushoto? Yaani changamoto kubwa ambayo tunaipitia kwa wilaya yetu ya Lushoto sana sana ni kukosa elimu, hiyo ni mojawapo, lakini pia tunasema ule undugu. Kosa linafanyika ndani ya familia, kwa hiyo mtu anaona kwamba sio sahihi au sio vema kwenda kumripoti mtu wa familia. Lakini kingine ambacho tunaona ni changamoto pia, umaskini pia unachangia, kwa sababu ukilinganisha na jiografia yetu ilivyokaa, imagine mtu yuko Mnazi
na mahakama yetu tuko nayo hapa mjini. Kwa hiyo mtu anafikiria kwamba nianze kutoka Mnazi niende mpaka Lushoto nikafuatilie kesi yangu, nitoke Lushoto tena nirudi hivyo, anaona mimi sina huo muda wa kupoteza kwenda hadi huko kufuatilia hiyo kesi. Lakini pia ukosefu wa elimu pia. Mtu hana elimu ya tukio zima, hana elimu juu ya kile ambacho anastahili kukiripoti na haki yake inapatikana vipi. Kwa hiyo wanachukulia tu mbona kawaida, huko nyuma fulani alifanya, tukakaa tukazungumza na vitu vya namna hiyo. Kwa muda ambao niko Lushoto na kwa maeneo ambayo nimetembelea, watoto wengi wanalelewa na bibi na babu. Ukute bibi naye ameshachoka, ameshalea, sisi wengine tuko 7 huko sijui 12 na analetewa mjukuu. Kwa hiyo ule usimamizi, ile parental care haipo. Yaani yule mjukuu anajisimamia yeye kama yeye. Amke asubuhi aende shule, aende afike au asifike, nobody cares. Arudi, bibi hana muda wa kuangalia hata daftari kwamba leo ameandika kitu gani au ameandika kitu gani. Kuna scenario moja ilitokea, wale watoto walikuwa 11 wametoka mtaani. Kati ya wale watoto 11 walikuwa wanafanya vitendo vya kulawitiana. Katika kuwahoji wote wanakaa na bibi na babu. Wazazi wako wapi? Wazazi wako mjini. Uwaga na wauliza kwamba mjini hakuna shule, kwamba mzazi akachukua kijana wake akakaa naye mjini kule ili aweze kumsimamia kama ambavyo inapaswa, yale malezi na makuzi, yani akakuwa katika taratibu zile ambazo Waafrika tumezoea. Nadhani serikali kupitia vitengo vinavyohusiana na masuala haya pengine ya malezi inapaswa kuingilia kati kuhusiana na swala zima la watoto kulelewa na babu na mabibi, ilhali wazazi wao wako hai na ni watu ambao wana uwezo wa kuwalea watoto wao. Kisha atafafanua pia mtaalamu wa maendeleo ya jamii. Nafikiri iingilie kati kwa kweli. Kwa hiyo wilaya yote ya Lushoto iingilie tu kati. Sawa, mtaalamu kwako. Naungana na mtaalamu kwa 100%. Yaani kwamba jukumu la kuzaa ni la mzazi, jukumu la kulea ni la mzazi. Sio jukumu la kuzaa ni la mzazi alafu la kulea linakuwa la bibi. Ndio inakuta sasa mtoto anahudumia familia. Yaani unamwacha mtoto unampeleka kwa babu. Babu naye unakuta babu ndio hivyo amechoka na kadhalika. Kwa hiyo mtoto naye anajitahidi kuhudumia babu na bibi. Umeona? Kwa hiyo nashauri, yani ingewezekana itengenezwe, sio niite ni sera au sheria ya kubana wale wazazi, sawa, kuweza kuwalea watoto wao. Kabla ya kuja hapa nimetokea Singida. Singida nayo iko hivyo. Binti anaenda anazaa mtoto miezi 2 tu, anamletea mama yake labda Singida huko aenda Arusha kuuza ba. Unaona? Miezi 2 tu alafu anakubaliana kawaida wala haina shida kabisa. Ndio vitu kama hivyo. Mtoto yule akifika la 4 tu ashaingia kwenye janga lingine naye. Hivyo. Sababu si hana malezi ya wazazi. Babu amezeeka, bibi amezeeka. Mtoto ndio anakuwa anawahudumia sabali. Ndio vitu kama hivyo. Lakini mimi nikwambie tu hapo alipozungumza huyo tunawekea nukta hapo na tunakamilisha kipindi chetu cha Malkia Lounge kwa siku ya leo. Lakini kabla hatujaondoka, mimi ningependa kusikia neno kutoka kwa kila mmoja wetu ambaye ameshiriki kipindi cha Malkia Lounge kwa siku hii ya leo, ambapo tutaanzia pale kwa afisa kutoka dawati la jinsia. Ushauri wako kwa wananchi wa Lushoto lakini pia na Watanzania kwa ujumla, wewe unasimamia wapi? Kwa upande wetu wa Jeshi la Polisi na dawati la jinsia ni kuwaomba tu wananchi wawe tayari kutoa taarifa, wasisite kutoa taarifa za ukatili wa jinsia na watoto. Tunawakaribisha pia wababa. Wababa wamekuwa ni wachache, lakini ninaamini kwamba kuna vitendo vya ukatili vinafanyika kwa wababa. Kwa hiyo tunawakaribisha na wenyewe pia kuja kutoa taarifa zao ili tuweze kuifanya nchi yetu sasa tukaishi katika uhuru ule ambao hakuna tena vitendo vya ukatili kwa jinsi zote, kwa maana ya wa kike na wa kiume na hata watoto. Sawa, shukrani sana. Na kwa upande wa dada kutoka sekta ya afya, wewe na ungetuambia sasa ushauri wako sasa kwa hili swala ambalo tulikuwa tukilizungumzia kwa upande sasa wa wanawake, wewe unawashauri nini? So especially kwenye masuala ya uzazi. Maana pia kuna ukatili ambao kanafanyika hapo pasina shaka. Kwa upande wa wanawake, mimi nilikuwa nashauri kwamba wababa wasiwaachie wanawake wenyewe kuja kupata matibabu au kuja kwa ushauri.
wababa waambatane na wake zao wanapokuja kwenye masuala ya afya kama uzazi wa mpango, wanapokuja kliniki, wanapokuja kupata huduma mbalimbali, kupima maambukizi ya virusi vya ukimwi. Wababa nao waambatane nao, kwa sababu hii elimu inatakiwa itolewe kwa wote, sio kwa wanawake pekee yao. Sawa, shukrani sana. Lakini mwakilishi wa vijana sasa, zungumza sasa na kundi ambalo ni kundi muhimu sana katika jamii, kundi la vijana. Unashauri nini vijana wenzako? Na washauri vijana wenzangu kujiimarisha na kujitenga na makundi ya ukatili na kujiepusha na makundi ya ukatili, ili hata kama kuna kitendo unataka kufanyiwa uweze kwenda kuripoti sehemu husika, iwe ni kwa mtendaji, kwa mwenyekiti. Usikae nacho, maana kitakuumiza. Siku zinavyozidi kuendelea utazidi kuumia. Kile kitendo unaona ni cha kawaida, lakini wewe mwenyewe hujui kama kinakufanya nini, kinakuathiri. Kwa hiyo nakushauri kama kijana uliopo hapo nyumbani, ukiona unafanywa kitendo kibaya, usisite kwenda kuripoti sehemu husika, iwe ni kwa mzazi au mlezi unaishi naye hapo nyumbani. Kama ukiona mlezi hakusikilizi, unaweza kwenda ukaripoti pia hata kwa viongozi wa dini, mwenyekiti, ukaenda kwa mtendaji na ngazi nyingine. Nilikuweka kiporo hapa kaka yangu, kwa sababu nataka conclude. Wewe umebeba ile dhima kubwa ya maendeleo ya jamii. Kwa picha hiyo ya dhima ambayo umeibeba, wito wako pamoja na ushauri kwa jamii nzima ya Kitanzania, especially tukiwa tunaangalia katika eneo letu la Lushoto, unawashauri nini wananchi wa Lushoto? Asante ndugu mtangazaji. Cha kwanza kabisa kwa jamii ya Lushoto, napenda niwashauri kama ifuatavyo. Tukianzia kwenye kwa upande wa wanawake na vijana kwa ujumla, ni kwamba nikianzia kwenye swala la miradi, ni kwamba jamii ibuni miradi ambayo ina uendelevu, kwa maana kwamba wabuni miradi ambayo wakifanywa assessment wanaweza kupata mikopo, na wakipata mikopo ndani ya muda ambao wakubaliana mkataba wanaweza kufanya rejesho. Sio kwamba mtu anabuni mradi kama wa maonesho, kwamba labda anabuni mradi mwingi upite, mwingi kishaona mradi unakufa. Hapana, yani mradi huo ni endelevu. Hata kama atakosa mkopo wa halmashauri anaweza kupata kwenye taasisi nyingine kama benki na kadhalika. Kingine ni jamii kujiunda kwenye vikundi, na kwenye vikundi ndipo elimu mbalimbali zinaweza kuwafikia. Ni ngumu sana sisi kama wataalamu kuweza kufikia mtu mmoja mmoja kutoa elimu, isije ukatili wa kijinsia, malezi na makuzi ya watoto, si malezi ya familia na kadhalika. Lakini wakiwa kwenye kikundi inakuwa ni rahisi kuweza kufikiwa kwa wakati mmoja. Na kwa upande wa serikali yetu tukufu, mimi ningeshauri ni kwamba ni vyema wakaendelea kuajiri watumishi katika ngazi za msingi, kwa maana ngazi za kata. Kwa mfano tukija halmashauri yetu ya wilaya ya Lushoto, tuna kata 33. Kata zenye maafisa maendeleo ya jamii ni kata 10 tu. Kwa hiyo kata 23 hazina maafisa maendeleo ya jamii. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu kuweza kufikia jamii kwa wakati. Wanafikiwa lakini sio kwa wakati. Lakini kila kata ikiwa na mtaalamu ngazi ya kata, inakuwa ni rahisi kuweza kufikiwa kwa wakati. Na tunajua hata mambo ya ustawi wa jamii, serikali haiwezi kaajiri maafisa ustawi wa jamii katika kata zote. Lakini ikiwepo na afisa maendeleo ya jamii mmoja kwenye kata, anaweza kusaidia shughuli za ustawi na za maendeleo ya jamii, kwa sababu anakuwa karibu na jamii ya pale. Kingine ni swala la marejesho kwa wale wanaokopa. Yaani ni vyema wana vikundi wanapokopa ile mikopo waweze kurejesha kwa wakati, ili jamii nyingine nayo iweze kufaidika. Sio kwamba mtu anakopa, ana default, anakimbia na kadhalika, kwa anasomeka kwamba ni madeni sugu, mwisho wa siku anazuia fursa kwa wenzake kuweza kukopesheka. Ndio maana ule mfuko unaitwa mfuko wa revolving. Yaani unakopa unarejesha, anakopa mwingine anarejesha, hivyo ili kuweza kufikia watu wengi zaidi. Sawa. Mimi hapo muongea kitu kimenipa swali. Unadhani endapo jamii zitakuwa zina shughuli ambazo watakuwa wako busy wamejikita katika shughuli za kiuchumi, itapunguza masuala ya ukatili wa kijinsia? Exactly, itapunguza kwa 100%. Yaani angalia hata wale vijana wanaokaa vijiweni wale. Mtafutie kijana kazi yoyote ya kumweka biza kidogo tu, anasahau yale mambo mengine kabisa ya mtani. Lakini akiwa yuko idle, hana kazi maalum, ndo anawaza ile sio ubakaji, kuvizia wanafunzi, si na kadhalika, wizi, udokozi na kadhalika. Lakini akiwa bize, mambo kama haya yanakuwa hamna. Sawa, shukrani sana mtaalamu kwa kuhitimisha hivyo. Batuli, pasina shaka naona neno la kuzungumza kabla tujaweka nukta. Mimi neno langu la mwisho ni kumsitu mtazamaji wetu wa UMTV na mtazamaji wa Malkia Lounge kwamba endelee kutufuatilia, kwa sababu kuna mambo mazuri yanakuja. Kama ofisa alivyosema hapo, kuna ukatili wa kijinsia kwa upande wa wanaume. Kwa hiyo tutaweza kuzidi kumpa
tutazidi kuweza kumpa mwongozo jinsi wanaume pia wanavyokatiliwa kijinsia huko mitaani. Sawa. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kuletea kipindi hiki cha Malkia Lounge, mimi naitwa Farijalla Nurdin. Nikwambie mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kijacho. Mpaka kufikia hapa mimi sina la ziada. Bye bye, nikukaribisha wakati mwingine. Endelea kuifuatilia UMTV, tunapatikana kupitia kisimbuzi cha Azam upande wa other channel nambari 016, lakini pale YouTube tunapatikana @Usambara Mountain Television, lakini pale Instagram, Facebook pamoja na TikTok tunapatikana @UMTV_23. Kwa heri kwa sasa, hadi wakati mwingine. Usambara Mountain TV, furaha yetu daima.